kusalimu popote ulipo mtazamaji na hata msikilizaji katika jina la Yesu. Hujambo na karibu sana katika kipindi chetu cha leo cha Gumzo na Pastor Prince. Unaweza kunifuatilia katika mitandao yote Gumzo na Pastor Prince. Na leo hii ni siku njema ambayo Mungu ametuajalia, tumeweza kuiona. Shukran na sifa tele kwake. Kawaida yangu mimi huzungumzia mada tu ambazo zinatuhusu katika jamii, katika maswala yote ya fedha, ndoa na changamoto ambazo tunazipitia kila siku kama jamii. Na leo nataka niweze kuzungumzia jambo ambalo limekuwa ni jambo la kawaida kabisa katika jamii nyingi. Na nasoma fungu moja ambalo ni la Biblia, ambalo ni fungu la Mhubiri. Ndilo fungu ambalo ningependa tuweze kulisoma leo, Mhubiri 9 kuanzia mstari wake wa 15 pale. Na maandiko yanatuelezea kitu ambacho mara nyingi kimetokea katika jamii, na mara nyingi labda sisi tumejikuta katika hali hii, na labda unajiuliza maswali, mbona iwe hivi? Na anasema hivi kwamba basi kulionekana humo mtu maskini. Anasema palikuwa na mji mdogo na watu ndani yake walikuwa wachache. Akaja mfalme mkuu juu yake akauhusuru, akajenga ngome kubwa ili kuupiga. Basi kulionekana humo mtu maskini mwenye hekima, naye kwa hekima yake akauokoa mji ule, lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yeyote aliyemkumbuka yule mtu maskini. Ndipo niliposema bora hekima kuliko nguvu, walakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Ni jambo ambalo labda limetokea sana katika jamii, na unapata kwamba mtu ambaye hana uwezo katika jamii mara nyingi huwa anadharauliwa. Na unapata kwamba katika familia ujikute kwamba wewe labda ni mtu ambaye hujiwezi kifedha. Mnapokaa katika mkutano wa familia, watu wanazungumza, wengine wanatoa maoni ya kipuzi, lakini kwa sababu wana fedha wanasikilizwa. Wewe ambaye ni hohehahe unakuja unatoa maoni mazuri kabisa, lakini yanakataliwa. Hayakataliwi kwa sababu si mazuri, yanakataliwa kwa sababu ya hadhi yako, kwamba hadhi yako ni ya mtu ambaye hajielewi, hajiwezi na hata hajitambui. Na ni vibaya sana wakati mwingine kutosikiliza mtu kwa sababu ya hali yake ya kifedha, ya kiuchumi na maisha yake, kwa sababu mawazo mazuri si lazima yote yawe yamemtajirisha mtu. Watu hufikiria kwamba watu wenye hekima, wenye maarifa na wenye uwezo mkubwa wa kiakili lazima wawe na mali, lakini sivyo. Ndio sababu Waswahili wanasema kukosa si ujinga na kupata si werevu. Hivyo basi mnapokaa katika mikutano ya familia, labda mna ndugu, kaka, dada mmoja ambaye hajiezi, msikize. Sio kwamba akitoa maoni yake mkatae kuyasikiliza kwa sababu hana chochote. Huenda yale maoni yakawa yenye manufaa zaidi katika jamii. Sijui kama rafiki yangu umaipitia hii changamoto ya kudharauliwa kwa sababu hukukuwa na chochote, na hata maoni yako yakakataliwa, na hata wakati mwingine unakosa kuitwa katika mikutano ya familia kwa sababu watu wengi wanahisi kwamba hauna faida yoyote. Sijui kama umepitia haya, niambie tu pale kwenye comment section. Karibu sana. Basi na kutakia wakati mwema, tukutane tena wakati ujao katika Gumzo la Nguvu, Gumzo la Kweli, Gumzo la itifaki na lililojaa unato na kweli kabisa, kwa sababu hapa tunanena makuu. Karibu sana katika Gumzo na Pastor Prince.